Mimi Macdeo Shilinde na ndugu yangu hapa Gerard Abel, waumini wa kanisa Katoliki, tunatoa taarifa hii kwa umma na kwa vyombo vya habari tukiwa na huzuni kubwa, masikitiko ya dhati na wasiwasi wa kina wa kiimani kufuatia kauli zilizotolewa na Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Huu ni Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Judice Thaddeus Ruwa'ichi, wakati wa umaria ya misa takatifu ya Christmas tarehe 25 Desemba 2025. Kauli hizo kwa mtazamo wetu na kwa mtazamo wa waumini wengine zimevunja misingi ya mafundisho ya Kikristo, zimekiuka maadili ya uongozi wa kiroho, zimeacha majeraha makubwa ya kisaikolojia na kiimani miongoni mwa waumini. Membari ya Kanisa Katoliki ni mahala patakatifu palipowekwa kwa ajili ya kuhubiri neno la Mungu, kuimarisha imani ya waumini, kuwafariji wenye huzuni na kuwaongoza waumini katika njia ya mapendo, uvumilivu, mshikamano na imani. Haikuwekwa kwa ajili ya kuhubiri chuki, kuwatisha waumini, kushambulia dhamira zao wala kuwavua hadhi yao ya Ukristo hadharani. Biblia inasisitiza wazi kwamba wahubiri wa Injili wanapaswa kuwa wajenzi wa amani na wapatanishi, si wachochezi wa hofu wala watengenezaji wa mgawanyiko. Biblia inasema hivyo. Tunaona kuna Mathayo 5:9. Naomba ninukuu: heri ya wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu, ikionyesha wazi kuwa kiongozi wa kiroho anapaswa kuunganisha waumini na sio kuwagawa. Pia inasema Biblia, ukifungua sura ya Kolosai 4:6, neno lenu na liwe daima na neema, ikisisitiza kuwa maneno ya viongozi wa kanisa yanapaswa kujenga na kutia moyo, sio kudhalilisha wala kubomoa. Kwa maneno makali yaliyotamkwa na madhabahuni yasiyofanana naye katika umaria hiyo, Askofu Mkuu alitumia maneno mazito na ya kudhalilisha, akiwataja waumini kwa msamiati kama lofa, mpumbavu, njaa, msaliti na ndume wa kuili. Kweli kwa maneno kama hayo yanatoka kwa kiongozi wa kiroho, vitu ukivisikia vinatajwa na kiongozi wako wa kiroho, kiukweli lazima ustuke kidogo. Na nukuu kwenye Mathayo 7:1, usimhukumu mtumishi wa mtu mwingine.